Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Padri Robert Kizito Olo, padri msimamizi wa parokia ya Mtakatifu Pio wa 10 Bwaliro. Ni kipindi cha Kwaresma na ni wiki ya 3 ambayo tunazungumzia utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu. Na mada ya mwaka huu ambayo tumepewa na Mama Kanisa kutafakari kwa kipindi hiki ni tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja, inayodumisha usawa na heshima kwa binadamu. So wiki hii ya 3 ambayo baada ya kuzungumzia wiki ya 2 ambayo tulizungumzia kuhusu ongezeko la kasi la deni la serikali na kodi za juu, tunaunganisha na kuendeleza wiki hii ya 3 kwa kusema ya kwamba binadamu wote wanahitaji kuwa na utakatifu na heshima katika maisha. Na hii inapatikana katika Biblia ambapo Mungu mwenyewe katika kitabu cha Mwanzo aliumba binadamu kwa mfano na sura yake. Kwa hivyo tukizungumzia utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu, tunatoa kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu akasema, na tuumbe binadamu kwa mfano na sura yetu. Hapa akiongea kuhusu Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na katika wiki hii ya 3 ya kipindi hiki cha Kwaresma tunajiuliza maswali yafuatayo. Je, maamuzi yangu wakati wa kilele cha hatari hubaini ukweli kuwa kila binadamu ni mtakatifu na uhai wake hauwezi kugeuzwa kuwa bidhaa? Pia swali la pili ambalo tutajiuliza ni, nawezaje kudumisha hadhi yangu kama mtoto wa Mungu hata nikikumbwa na umaskini, mateso na hali ya kunivunja moyo? La 3 pia tutajiuliza, je, kuwa muumini kunanisaidia aje kutambua na kulinda heshima ya wasio salama katika jamii? Na mwisho tutajiuliza, je, shida za kiuchumi zinakatisha kwa njia gani utakatifu wa maisha ya binadamu? Halafu tujiulize, nifanyeje kuwalinda wasio salama na kukabili mifumo na ada zinazodumisha au kutesa binadamu? Basi wiki hii ya 3 katika kijiji kimoja ambacho kinaitwa Banga, tunapewa simulizi ambayo inatueleza ya kwamba kulikuwa na familia ya Bwana na Bi Sadiki. Hii familia ilikabiliwa na maisha magumu ya dhiki na umaskini. Waliishi pamoja, na walipokuwa naishi pamoja, nyumba yao ilikuwa ndogo iliyochakaa mtaani wa mabanda. Hii familia ya Bwana na Bi Sadiki, kwa bahati mbaya, Bwana Sadiki aliweza kuachishwa kazi katika kiwanda ambacho alikuwa anafanya baada ya kiwanda hicho kufungwa kutokana na matatizo ya kiuchumi. Naye Bi Sadiki alikuwa mhudumu wa mkahawa ambapo
mshahara wake ulikuwa mdogo sana, ili hali alilazimika kufanya kazi kwa saa nyingi. Pato lake pia halikutosha kulipia kodi ya nyumba na karo, kununua chakula na kugharamia maji na stima. Kwa hivyo ililazimu waweze kufikiria sana vile ambavyo wataishi. Hii familia iliweza kusongwa na umaskini na upweke, na pia walikosa mahitaji ya kawaida. Na mbali na matatizo ya fedha, watu wengi katika mtaa huo pia wa vibanda walikuwa wakipotea wasionekane tena, jambo ambalo liliwatia watu wengi hofu. Na ikagunduliwa ya kwamba katika mtaa huu waliishi wakiwa wameathiriwa na kulikuwa na biashara haramu na ya kufadhaisha ya uuzaji wa viungo vya mwili. Ingawa polisi katika mtaa huu walikuwa na habari kuhusu biashara hiyo ya magendo, hawakuonekana kuchukua hatua zozote. Na watu waliohitaji pesa kutokana na shida za maisha au waliosukumwa na ahadi za utatuzi wa haraka wa matatizo yao ya fedha, walinaswa mtegoni huo wa kuhofisha wa kuuza viungo vya mwili. Sasa jioni moja tunaambiwa ya kwamba Bi Sadiki alikuwa kwenye mkahawa kwa kazi zake za kawaida, na aliweza kuingiwa na hofu na wasiwasi kwa kuona mwanamume mmoja vile alivyokuwa amevalia na vile alivyokuwa anamtazama. Na mwanamume huyu aliweza kusukuma kikaratasi ama kijikaratasi kilichoandikwa, nitakusaidia iwapo nawe utakubaliana na masharti yangu. Kumbe huyu mwanamume aliyevalia vizuri alikuwa anafanya biashara ya kuweza kuuza viungo vya mwili. Na hii familia ya Bwana na Bi Sadiki, mkewe Bwana Sadiki aliporudi nyumbani na kuongea na mume wake na kumwambia kuna mzee ameweza kuja pale kwenye mkahawa, aliniambia ya kwamba anaweza kutusaidia iwapo tutashirikiana naye katika biashara hii na tutapata fedha. Iliwasukuma hao wawili wakaweza kuingia katika hii biashara na wakaweza kushirikiana na huyu mzee. Bwana na Bi Sadiki walijipata katika hali ya kutatanisha, huku mkewe akipambana na hatari za uamuzi huo. Baadaye tunaona hii familia sasa wanaacha kuishi maisha yao na wanaanza pia biashara na huyu mzee ya kuweza kuuza viungo vya mwili. Tunaweza kuangalia katika maisha yetu tukitathmini uhalisia na hali halisi ya hii familia na maisha ya kila siku. Kisa cha kusikitisha cha hii familia ni dhibitisho la hali mbaya ya kiuchumi inayoumiza familia nyingi hapa nchini Kenya. Wakenya wengi wanapitia hali ngumu, na hii sasa imechangia utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu kutoweka. Na tunaona baada ya Sadiki na mkewe ama Sadiki kuachishwa kazi, mshahara wa mkewe hautoshi kukidhi mahitaji ya familia. Matatizo ambayo wanapitia, wamekata tamaa. Sasa wamesukumwa ili kuchukua maamuzi ya kutishia maadili yao. Hali ilikuwa hiyo hiyo kwa familia nyingi mtaani, na iliwafanya waweze kuingia katika hii biashara ya kupata fedha kwa kuuza viungo vya mwili. Na tunasema wiki hii ya tatu ya kwamba matatizo ya kifedha vile yalivyosukuma familia ya Sadiki
kunaswa katika mtandao wa kuogofya wa magendo ya viungo vya mwili, makatili walioendesha biashara hiyo haramu waliwanyemelea maskini kwa ahadi za pesa haraka, na hivyo basi kugeuza maisha kuwa bidhaa ya kufanyiwa biashara. Ndani ya nyumba za umaskini, wengi wamegeuzwa kuwa vibaraka kutokana na mfumo ambao umewapokonya hadhi ya utu, utakatifu na maisha ya binadamu. Na katika harakati hizo wameweza kujiingiza katika biashara haramu na ya magendo ili waendelee kuishi. Na kisa cha familia ya Sadiki ni kielelezo wazi cha hali ya kufadhaisha ya maisha ambayo watu wengi wanapitia na wananyanyaswa, na inawakumba Wakenya wengi leo. Taifa letu la Kenya tukiangalia linang'ang'ana na ripoti nyingi za watu ambao hata wametoweka, wametekwa nyara na wengine kupotea bila kujulikana walipo. Lawama sasa imeelekezwa kwa serikali na kwa mashirika ya usalama ama kuhusishwa na msimamo wa kisiasa. Ikiwa una msimamo wa kisiasa usio wiana na ule wa serikali, basi unachukuliwa ni kama unaipinga. Na siku ya leo tunaona sasa kuna uhasama kati ya serikali na upinzani dhidi ya mambo ambayo yanatokea. Hata juzi tumeona vijana wengi wakiuawa, vijana wengi wakichukuliwa na wanatoweka, jambo ambalo linaleta utakatifu na heshima ya maisha na maisha ya binadamu kutoweka. Na familia nyingi bado zinatafuta hata wapendwa wao mpaka leo waliopotea. Ugunduzi umeweza kueleza ya kwamba wakuofisha pia wa miili ya watu wasiojulikana ambao imewahi kupatikana mitoni, uwaji wa watu bila kwanza kuwapeleka mahakamani, kuhukumiwa ambao umekuwa ukifanywa na maafisa wa usalama. Tumeona juzi kisa kama cha mwalimu ambaye aliuawa akiwa kwenye seli za polisi, vijana ambao wamepigwa risasi tu hadharani, vijana ambao wameweza kuchukuliwa kuwekwa kwenye magari ya polisi wakatoweka. Hii yote inachangia kushusha hadhi za ubinadamu. Utakatifu wa maisha tena hauzingatiwi. Isitoshe, tumeona wanawake wamekuwa wakielekezewa ukatili mwingi, kama vile ongezeko za visa vya kuuawa hasa na wanaume au na wapenzi wao kwa sababu ya jinsia zao. Na pia kuna wale ambao hata wanaenda na wanaavya mimba kutokana na fedheha na umaskini. Na pia wengine wameweza kuingia katika biashara ya hata kuuza mili yao ili kupata fedha. Na hii yote inachangiwa na nini? Inachangiwa na umaskini, inachangiwa na maisha kuwa magumu. Tunasema wiki ya 3 ya kwamba utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu hauwezi kufanyiwa yale mambo ambayo tunaona. Lazima tuheshimu utakatifu na heshima ya maisha ya binadamu. Hata tukisukuma namna gani katika maisha yetu, ni lazima tuzingatie utakatifu na heshima ya maisha ya binadamu. Katiba yetu inalinda haki za msingi za kila mtu. Katika kifungu cha 26 sehemu ya 1, katiba inasisitiza ya kwamba kila mtu ana haki ya kuishi. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye ana mamlaka ya kutoa uhai, kwa sababu Mungu ndiye hupeana uhai na ndiye mamlaka ya kutoa tena. Nacho kifungu cha 28 kinatambua kwamba kila mtu anamiliki heshima ya kuzaliwa kama binadamu, haki ya
kutaka hali hii iheshimiwe. So aina yoyote ya ulanguzi wa binadamu pamoja na biashara ya viungo vya mwili ni kosa la jinai lililoharamishwa katika sheria ya kukabiliana na ulanguzi wa watu ya mwaka 2010. Kimataifa, ile ambayo tunaita UN, Kenya imetia sahihi mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Palermo na azimio la kimataifa kuhusu haki za binadamu linaloharamisha biashara ya viungo vya binadamu na kuhakikisha watu wanalindwa kutokana na ukatili. Na tunasema ya kwamba hali inayokumba familia ya Sadiki inatuhimiza tuchukue hatua na kuipatia jamii changamoto za kutafakari jinsi umaskini unapopuuzwa husukuma watu kuisahau hadhi ya utu wao na kuitafuta njia ya kuendelea na maisha. Ili imani na haki zitawale, serikali, makanisa, jamii na mifumo ya kisheria zinapaswa kushirikiana kutekeleza kwa dhati hatua za kuwalinda wasio salama. Maisha ya binadamu ni matakatifu na sio bidhaa. Human life is holy and not property. Mafundisho ya Kikatoliki ya jamii yanakiri na yanakariri kuwa kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na ana haki ya asili ya kuheshimiwa kama binadamu kuanzia anapotungwa katika mimba hadi kufa. Hakuna yeyote anayestahili kulazimishwa kuuza utu wake ili kuweza kuendelea katika maisha. Tunatafakari katika Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 3 hadi 7, katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 1 hadi 8, na Injili ya Yohane sura ya 4 mstari wa 5 hadi 42. Masomo haya matatu yanatufundisha nini? Katika hii tafakari ya kiroho, katika kitabu cha Kutoka tunajifunza ya kwamba kiu kubwa iliyowakumba wana wa Israeli jangwani walipomlilia Musa kwa sababu walihitaji maji ili kuendelea kuishi, Mungu ambaye huwa mwema kila wakati aliwapatia maji ili aweze kuona ya kwamba uhai wao na utu wao na utakatifu wa maisha umezingatiwa. Naye Yesu Kristo katika Injili ya Yohane alipokutana na mwanamke Msamaria kisimani cha Yakobo, alimwambia, mimi nayo maji ya uzima. Ingawaje Wasamaria na Wayahudi hawakufaa kutangamana, Yesu analeta fundisho jipya ya kwamba uhai wa binadamu ni muhimu kuliko hata kabila zetu, vyeo vyetu, na hata mahali tunatoka au rangi yetu ya mwili. Yesu akaona alikuwa huyu mama na kiu kikubwa moyoni, akampa maji yaliyo hai, na Yesu mwenyewe anayajaza na anajaza roho zetu furaha na amani za kweli. Naye Mtakatifu Paulo anaendelea kuambia ya kwamba sisi wote tukimwendea Yesu Kristo tutakuwa na uhai. Katika msimu huu wa Kwaresma basi tukumbuke kwamba Yesu ndiye maji yaliyo hai ambayo huzipatia roho zetu nguvu. Tukumbuke pia kutathmini na kulinda kila maisha ya binadamu, kwa sababu Mungu anampenda kila mmoja wetu. Tuwe kama Yesu na kuonyesha upendo na kuwa wakarimu wa kila mtu, hasa wanaojiona wametengwa au kusahauliwa. Nikieleza tu katika hili juma la 3, kila mmoja sasa ajichunguze katika maisha yake.
Jambo la kwanza, je, ninauona uhai wote pamoja na wangu kuwa ni mtakatifu? Ukijiangalia kama mtu binafsi, unaona uhai wote kuwa ni mtakatifu pamoja na wako, unachukua kuwa wa hadhi? Je, ninanyamaza nikiona mtu akinyanyaswa au kutumiwa vibaya? Je, hadhi ya utu ni muhimu kwangu kuliko pesa au nafsi yangu? Je, ninaheshimu na kulinda maisha katika kila hatua hadi kufa? Na je, nitahusikaje kujenga mazoea yanayothamini maisha kama zawadi kutoka kwa Mungu? Tunasema wiki hii ya 3 basi kama Wakristo ambao Mtakatifu Paulo anasema imani isiyo na vitendo imekufa. Tusimame imara katika sala na uadilifu maishani. Tusisaidie na kuzitunza familia na watu wasio salama. Tetea mahali popote ulipo kazi na haki zinazolinda heshima ya ubinadamu ama binadamu yeyote. Pia tuungane na wanaotetea uhai na kuimarisha maisha ya jamii. Mwisho kabisa, nasema wiki hii ya 3 sisi wote tujue ya kwamba tena maisha ya binadamu ni matakatifu na kila binadamu anahitaji kuheshimiwa kwa vyovyote vile. Mungu atulinde na tusaidie tuishi maisha matakatifu, tuheshimu kila binadamu na kila binadamu aweze kupokea hadhi mahali anaishi. Mungu awabariki na Mungu awabariki msimu huu wa Kwaresma. Awabariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.